Mashina ya uchungu yanachipuka ndani ya moyo wako. Kila mtu anapita njia yake. Mission ya Mungu haipo. Kiburi, kujiona, kutosikia kama ni special. Hakuna mtu special. Kila mtu ni special mbele za Mungu. Amen. Una macho mawili na macho mawili. Umekuwa na Mungu, nimekuwa na Mungu. If you think you are special before God, I'm special before God. Kuna watu wanafikiri wao ni assistant to Jesus, yaani wao ni wasaidizi wa Yesu. You are not assistant to Jesus. Wewe ni mtu kama watu wengine. Roho ya umoja. Sababu anatengeneza, anafuta muunganiko. Na hapo ndipo inatokea the spirit of rebellion. Roho ya kuasi. Hawamiliki. Na adui anaingiza makwazo. Biblia inasema hivi, wana mali nyingi washikao sheria ya Bwana, wala hawana na kuwakwaza. Ukiona kile kitu kinakwaza, jua yani wewe bado unahitaji neema Mungu ya kusaidia. Wana mali nyingi washikao sheria ya Bwana, wala hawana na kuwakwaza. Wewe ukiona anasema mlima na kuwaza, anasema kuhubiri na kuwaza, anasema kutangaza na kuwaza, anayekwambia toa mchana na kuwaza, anayekwambia twende zoni na kuwaza. Na kuwazika ni mchanga wa kiroho. Amen. Ndio namwambia hivyo. Wasitiki baby. Na kuwazika maana ni kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Wana mali nyingi washikao sheria ya Bwana. Ifike sehemu kwenye viwango, haijalishi wamesema nini, mimi sitakwazika. Tungekuwa tunakwazika, tungekuwa tushacheka na huduma mapema. Mapema. Wana mali nyingi washikao sheria ya Bwana, wala hawana cha kuwakwaza. Simama. Focus on Him. Be humble. Okay. So leo tunapachia umoja wa kanisa. Kanisa liungane. Kanisa likiungana likawaza kitu kimoja, likatembea kwenye lugha moja, hata aje shetani mwenyewe na pembe zake mbili awe tushinde. Hawezi. Adui hawezi kushinda watu wanaozungumza pamoja. Bali wanasema hawatazuiliwa chochote wanachopanga kufanya. So umoja. Moja Yesu aliomba kabla ya kuondoka, aliomba umoja. Akasema naomba wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Umoja na upendo wa kweli. Kuna watu wengine wanakuja kanisani kama wapelelezi na waandishi wa habari. Kama mpelelezi. Kwenye dawa, kwenye kwenda. Yaani hauko popote. Wewe ni mpelelezi. Hakikisha unakuwa ni sehemu ya kanisa. Kanisa ni familia. Be a part of that family. Acha upelelezi cha waandishi wa habari. Umoja. Anasema wewe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Niliwaambia mtu anayependa kujitenga ni dalili ya kuvamiwa na adui shetani. Moja dalili ya kuvamiwa na roho za giza. Penda kujitenga. You isolate yourself. Unakuwa idol huko mwenyewe. Na ni sisi kama kanisa tunataka tuseme kama tukiamka kuomba tunaomba kama kanisa. Tukiita mbingu sauti ni moja kama kanisa. Tukisema kuomba tunaomba kama kanisa. Tukisema kuabudu tunaabudu kama kanisa. Tukiazimia jambo tunalifanya kama kanisa. Tukiazimia tushuhudie injili tunashuhudia kama kanisa. Tukiazimia tujenge kanisa tunajenga kama kanisa. Sema amina.
Roho ya umoja. And this God na ile ndio anakuona mwenzio ni bora zaidi yako. Maandiko yanasema kwenye Filipi 2, anasema kila mtu amwone mwenzie kuwa ni bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Wewe kile unayemwona ni unamshusha. Hiyo ni alama ya roho ya kiburi. Anasema na kila mtu amwone mwenzie kuwa ni bora. Wa Filipi sura 2. Iona nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Kumwona mwenzio ni bora kuliko hata nafsi yako mwenyewe. Na kuwatanguliza wengine mbele. Na kuombea watu wengine pia. Wewe ukimwona na udhaifu unaishia kusimama. Unaishia kusema. Ndiye anaikuwa ushuhuda. Ndiye anaikuwa topic ya kushare. Ukipata platform ya kusema. Binti mmoja tumeenda kumbina naye kwa fulani kwa Tanga. Miaka ya zamani kidogo. Napewa nafasi ya kuhubiri kwa Nipongo, nafikiri Pongo hapo ndio mwezi. Na kuhubiri asubuhi. Baada ya kuhubiri ya Bwana sana anasema leo nimehubiri na msema. Sebona nimemsema. Leo nimetulia. When you are given a platform na nafasi ya kusema watu. Cha mtoto. Usifikirie kila heshima hawezi. Usifikirie heshima ni mzembe. Kuna mwingine amejaribu na ameshindwa. We can stand just by the grace of God. Badala ya kusema mtu muombe mtu. Instead of msema Mungu. Nataka tuone kwa habari ya mmoja wa kanisa. Mmoja wa kanisa na upendo wa kweli. Na ili mwisho nataka tuone kwa habari ya Harambee ambayo tunayo. Tumeazimia kununua vyombo vya muziki. Na tunaazimia kufanya kazi ya injili. Tunataka tuanze kazi ya injili. Na ili tufanye kazi ya injili tunahitaji vyombo vya muziki vizuri. Tunahitaji jukwaa nzuri la kisasa. Tunahitaji speaker na vifaa vingine vyote. Kwa hiyo tunataka tununue vyombo vya muziki kwa ajili ya kanisa na ili pia kwa ajili ya kazi ya injili. So tumealika watu Jumapili, alika watu wengi as much as you can. Kuna wengine mlipewa kadi mkazitoa, yani kuna mwingine akipeleka na peka basi ngoja tu nitokee kwa yeye. You don't make a fora. Mungu halipi kwa jumuiya. Mungu analipa kwa mtu mmoja mmoja anayefanya. Na basi kusema ndio nasimisha basi kwa niende. Haufanyi fora au kumshi watu. Nenda kuombe kwa ajili ya ili fedha ambayo tunataka turais milioni kama 70 ngapi. Kununua vyombo vya muziki vizuri, kununua jukwaa la kuhubiria injili na kuanza kazi ya injili. Mwaka kabla hujaisha nataka tuzindue mission team. Kikundi cha kuhubiri injili kutembea. Tutakuwa tuna injilisti ambao kazi yao ni kuhubiri. Hatuwezi kuwa ni wainjilisti wa kama kanisani na kumbania na baba. No, lazima kuhubiri. Kwa hiyo wakati wa kuongezeka lazima toke ndani tuende injili. Amejibu kwa wakati. Amejibu maombi. Jamani Yesu wangu. Oh, amejibu maombi. Amejibu kwa